Halmashauri ya Masafa Marefu TAK kimeiomba serikali kuwajumuisha wanachama wake katika bodi za mashirika ya serikali na kaunti ili kuwepo kwa mfumo wa ushuru ulio sawa kote nchini. Wameitaka serikali ya kitaifa na zile za kaunti kuunganisha ada hizo zote katika leseni moja ili kurahisisha shughuli za usafirishaji kote nchini. Aidha, wametoa wito kwa mamlaka ya usalama barabarani NTSA kuboresha alama za barabarani ili kusaidia madereva kufuata sheria na kuepuka faini zisizo za lazima. So we request the government at least consider having transporters in their government. I mean in those boards that deal with transportation issues in the country. Again, NTSA, who happen to be the safety regulators in this country, let them consider that we as transporters, when we give our drivers wakati serikali imeongeza mafuta bila hata kuita transporters kuongea na wao, inakuwa ni kama tumedhulumiwa. Na kwa hiyo sisi tunaona wakati serikali inaongeza mafuta kwa kiwango kama hicho walichoongeza juzi, pia sisi kwa kuwa hatuwezi beba huo mzigo, tunairudisha kwa end users. Na kwa maoni yetu kama transporters, tunaona kwa sababu ya ile rate, we do the same. Tunaona tupandishe kutoka from 12.5% to 25% ili huo mzigo usirudie transporter. Transporter wanalipa loans, wako na mafamilia. Kuna wale transporter ambao wanategemea hizi gari kwa day to day life. Kwa hiyo tungeomba kwa kupitia jambo kama hilo, ndilo tunaomba serikali ikubali zile bodies ambazo zinahusishwa kama Kenya Roads Board, KURA, KERA, NTSA. Those bodies should accept na wawe wametupa slot ya trackers ili wakati hizi changes zinafanywa sisi tuweze kuchangia, na ili wakifanya decision iwe ni decision ambayo hayumizi mtu yoyote yule.